Hiyo kwamba watu 14 wamepandishwa kizimbani kwa tuhuma za utapeli wa ajira. Watu 14 wamepandishwa kizimbani katika mahakama ya mwanzo katika mji wa Morogoro kwa tuhuma za kujifanya maafisa katika mamlaka ya kutoa ajira na kuwakusanya vijana 48 kutoka katika sehemu mbalimbali nchini na kujipatia fedha kinyume cha sheria. Washtakiwa hao wamefikishwa mahakamani siku ya jana mbele ya hakimu mkazi Beatrice Richard, ambapo walikanusha mashtaka hayo na kuachiliwa kwa dhamana hadi Aprili 10 wakati kesi hiyo itakapoendelea kusikilizwa. Washtakiwa hao ni Kennedy Mwanza, Magembe Nyorobi, Mashaka Jajiro, Rosori Rezira, Sehela Kolach, Hajaldi Habibu, Zahina Habibu, Lenuru Moleli, Eric Francis, Baraka Ali, Daudi Joshua, Anita Alirehema, Doraidi Edward pamoja na Dickson Akioyo. Mkuu wa operesheni wa wilaya ya Morogoro Geoffrey Kalungendo ameelezea mahakama kuwa Aprili 1 mwaka wa 2025 alipokea simu kutoka kwa kamanda wa polisi katika mkoa wa Morogoro Alex Mkama na kumjulisha uwepo wa malalamiko ya kutapeliwa. Malalamiko hayo yalikuwa ni kutoka katika maeneo ya mikoa mbalimbali ambapo wananchi walidai kwamba wametapeliwa kwa njia ya mtandao, ambapo wananchi wawili walitafutwa kwa simu na upelelezi wa madai yao ulianza mara moja. Uchunguzi huo ulifanikisha kukamatwa kwa vijana 48 wakiwemo watuhumiwa 14 ambao walifikishwa mahakamani siku ya jana. Mmoja wa wananchi ambao alipigiwa simu na kamanda Mkama ni mwananchi kutoka katika mkoa wa Simiyu ambaye alieleza kuwa kijana wake amemjulisha kuwa amepata ajira Morogoro na mzazi huyo anatakiwa atume shilingi milioni 5. Fedha hizo zilikuwa zimemwezesha kijana huyo ahudhurie mafunzo kwa vitendo, lakini hakuweza kutuma pesa hizo kwa sababu mzazi alitaka kwanza kuwasiliana na kijana wake moja kwa moja na sio mmoja wa kiongozi, ili hali kijana wake ana simu. Akitoa ushahidi wake, mzee huyo alielezea mahakamani hapo kuwa malalamiko mengine ni kutoka kwa wananchi katika mkoa wa Arusha ambaye vijana wao kama Eric Enesmo mwenye umri wa miaka 19 ambaye alielezwa kuwa amepata ajira ya kufanya kazi hotelini nchini Dubai. Kulingana na ushahidi huo, kijana huyo alielezwa kuwa angelipwa mshahara wa shilingi milioni 2 kwa mwezi baada ya kufuzu mafunzo ya vitendo, ambapo anapaswa kulipwa shilingi milioni 5.8 kwa mwezi. Katika uchunguzi wa jeshi la polisi, baada ya kuwakamata vijana 64 ambao walikuwa katika mchakato huo wa kutapeliwa, na wote katika eneo la Azimio Kihonda, ambapo hakuna hata mmoja ambaye alitokea katika mkoa huo wa Morogoro.